Obama Media imefika mpaka kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, ambapo wanawake hawa wameadhimisha siku ya wanawake duniani kwa kuzindua mradi wa taulo za kike. Obama Media imekuangazia kila kona na kukuonyesha ni jinsi gani inamthamini mtoto wa kike, hasa kwa wale wanawake, wasichana na watoto wa kike wote ambao wanaishi wilaya Monduli. Kupitia hizo taulo za kike, Obama Media inaenda kukufungulia na inaenda kukueleza namna gani, jinsi gani wale wanawake wataenda kuzitumia zile taulo na zitawanufaisha kwa kiwango gani. Maadhimisho haya ni muendelezo wa siku ya mwanamke duniani, ambapo kilele kilifanyika jana na mgeni rasmi alikuwa ni Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini kwa siku ya leo kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, mgeni rasmi wa heshima kabisa alikuwa ni Mama Regina, mke wa Lowassa, ambaye alikuwa ni waziri mkuu, tayari amekwisha pumzika kwa amani. Naye ni mama wa mtoto wa mbunge wa jimbo la Monduli, Mheshimiwa Fredrick Lowassa. Fuatana na Obama Media kuanzia mwanzo wa tukio hili mpaka pale hitimisho. Jina langu zuri ni Lydia, asante. Mheshimiwa baba mchungaji na mkuu wa jimbo letu, Mheshimiwa mbunge wa jimbo letu la Monduli, Mheshimiwa baba mchungaji kwa ushirika wa Monduli, washirika wote na wageni waalikwa, itifaki imezingatiwa. Bwana asifiwe sana. Jina langu ni Jessica Ndosi, ni meneja wa programu katika shirika la Compassion, na leo nimekuja kumwakilisha mkurugenzi ambaye kwa sababu ya majukumu mengi hili asingeweza kuja. Bwana asifiwe sana. Na ninashukuru sana kwa kutualika. Sisi ni ndugu. Na nimetamani nianze salamu zangu kwa ile Zaburi ya 133 ya kwamba inapendeza tukikaa pamoja kama ndugu na kwa umoja, na hapo Mungu anaamuru baraka. Bwana asifiwe. Kwa hiyo umoja wetu sisi kwa shirika la Compassion International Tanzania na kanisa la KKKT Monduli ni umoja ambao unaachilia baraka za Mungu, unaziruhusu baraka za Mungu kwa sababu ya kile tunachokifanya ambacho kinamgusa sana Mungu, kuwahudumia watoto na vijana wanaotoka katika mazingira magumu. Lakini pia ni washukuru na kuwapongeza kanisa la KKKT hapa Monduli, lakini na kanisa la KKKT nadhani KMZizilisha Tanzania nzima, ni miongoni mwa washirika wenza bora sana katika shirika la Compassion. Hiyo ombi langu kwenu, na nimeshasikia mmelizungumzia, na nimefurahi kwa sababu mimi nimesema ni meneja wa programu na kitengo cha afya kiko kwenye dawati langu. Nimefurahi kusikia swala la muendelezo, tunaita sustainability ya mradi. Ilikuwa nimepanga kusema, lakini nimeona mmenitangulia mbele baba mchungaji kwamba mna mpango mzuri wa kuhakikisha mradi huu unaendelea. Na mimi niwatie moyo kuwa na nia ya kufanya mradi huu kuwa ni hazina ya vizazi. Wasaidie mabinti miaka mingi ijayo. Tumekuwa na kasumba kwenye baadhi ya washirika wenza, miradi inapokuja kama huu, ikishazinduliwa kama hivi, hauoni unapopotelea. Lakini kwa hapa, kwa namna mlivyozungumza, na nimeshasikia mtu mmoja akisema kuhusiana na muendelezo, nina uhakika huu mradi utakuwa ni hazina ya vizazi. Utaendelea hata Compassion itakapoondoka mahali hapa, kwa sababu najua Compassion haikai milele. Najua mradi utaendelea na kuendelea. Na ninajua kadiri tunavyoendelea na kuzalisha kwa wingi, basi hata bei itapungua. Na bei inapopungua, tunaweza kuwafikia mabinti na wanawake wengi zaidi ndani ya kituo cha huduma ya mtoto, ndani ya Monduli na hata nje kabisa ya kituo cha huduma ya mtoto na huduma ya mtoto kwa ujumla, Monduli na nje ya Monduli. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu awabariki sana. Nimezisema hizo kwa niaba ya mkurugenzi, najua mkurugenzi angesema hivyo, na tunawatakia heri na kuombea baraka, na kubwa zaidi niombe ushirikiano, tuendelee kushirikiana kama ndugu. Sisi ni kaka na dada kwa shirika la Compassion na kanisa. Compassion haiwezi kuwepo kabisa bila kanisa. Compassion haiwezi kufikia maono yetu kabisa bila kanisa. Na ninajua kanisa hamwezi kufanya pia peke yenu kila kitu, na wahitaji washirika kama ambavyo mnahitaji Compassion. Kwa hiyo niendelee kusisitiza
kusisitiza ushirikiano baina yetu ili tuone kwamba mradi huu lakini na matokeo mapana zaidi ya huduma hii yanaweza kufikiwa kwa ajili ya utukufu wa Mungu wetu. Basi Mungu awabariki sana na asanteni kwa kunisikiliza. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Leo ni siku pekee sana kwangu mimi. Baba mchungaji aliponieleza kuhusu swala hili sikulielewa mwanzoni, lakini pamoja na kwamba sikulielewa, nikaambia kwa mchungaji nitakuja kwa sababu nilisikia kwamba ni swala linahusu mtoto wa kike. Nimekuja leo kanisani, nimemsikiliza mkurugenzi hapa, nimemsikiliza Widi. Mimi nimeelewa. Mimi naamini hata wewe pia mwenzangu ulioko ndani utakuwa umeelewa sasa, si ndio jamani? Nafikiri tumeelewa umuhimu na uzuri wa mradi huu unaoanzishwa kama ambavyo wenzetu wameshajieleza. Amesema mengi sana leo kanisani. Namshukuru sana ile dada ile mhubiri. Ametuhamasisha kweli kwamba sisi ni watu tulioumbwa kwa namna ya ajabu sana. Namna moja ya ajabu ndio hii tuliyoisikia leo kwa mwanamke kwa jinsi alivyoumbwa. Tumesikia mazuri mno ya kutuhamasisha kwa nini leo sisi tuko hapa. Nafikiri baba mchungaji, mimi nadhani nisikie mengi sana, nimeshazungumza mengi mazuri sana. Nisikie nikaharibu. Lakini tukumbuke jambo moja tu. Sisi tulioko huko ndani ndio sisi ambao Mungu alipanga kwa ajili ya siku ya leo. Siku hii nzuri, siku maalum, siku ambayo tunatakiwa sisi leo kuja kujitoa kwa ajili ya jambo ambalo tumeelezwa leo hapa kanisani. Kama mnakumbuka baba mchungaji amesoma listi ya watu wengi tu. Kuna wengi hawakuja, si ndio jamani? Lakini tusishangae, sisi ndio tuliochaguliwa na Mwenyezi Mungu. Kwamba siku hii leo sisi ndio tulio kutoa hii huduma na kuja kuunga mkono jambo jema ambalo linafanywa kwa ajili ya watoto wetu wilaya ya Monduli, Ngorongoro na maeneo mengine mengi yote Tanzania. Kwenda kuomba ndugu yangu, usikate tamaa, usirudi nyuma, usiogope. Kusema fulani katajwa hayupo, ona mimi niko mwenyewe. Wewe ndiye Mungu aliyekuchagua. Simama imara, toa ulicho nacho. Kiwe kidogo, kiwe kikubwa, lakini mkurugenzi ametapia. Tunapokuwa wengi kwa pamoja tunafanya nini? Tutaweza, si ndio jamani? Na sisi tujue kwamba tunaweza. Mungu ametuchagua sisi, tunafanya jambo ambalo liko mbele yetu na tukalifanye kwa moyo wetu wote, na Mungu atabariki lile ambalo tumekuja kulifanya siku ya leo. Nikawa na neno lililonijia, nikakumbuka wakati ule Musa anapewa maagizo na Mwenyezi Mungu kuhusu kujenga nyumba ya Bwana kwa ajili ya ibada. Kuna neno ambalo Musa aliambiwa, au mimi niseme ni agizo ambalo alikuwa na Mwenyezi Mungu. Nami naomba niwaachie agizo hilo kwa ajili ya siku ya leo na kwa ajili ya siku zijazo. Mungu alimwambia Musa, nawe waamuru wana wa Israeli wakakuletea mafuta ya zeituni iliyo safi ya kupondwa kwa ajili ya nuru, ili kufanya ile taa kuwaka daima. Na mstari huu unatoka kitabu cha Kutoka 27 mstari wa 20 mpaka wa 21. Kama nilivyosema, tumeshaelezwa mengi kuhusu hili swala leo hii. Kwangu mimi hii ni kama taa inayowashwa wilaya ya Monduli. Ni taa
inayowashwa kwa ajili ya wasichana Tanzania nzima. Na waomba ndugu zangu, tusimame imara. Sisi ndio tuliochaguliwa kuleta mafuta ya zeituni yaliyo safi ili kuendeleza kudumisha kuwasha taa ile kuanzia Monduli na Tanzania nzima. Kwa hilo neno naomba niseme karibu sana, tujitoe kwa moyo mmoja na Mungu atutangulie. Asante sana kwa mchungaji, asante sana mkuu wa jimbo. Asifiwe sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, yangu kipenzi changu, Mheshimiwa mkuu wa jimbo, Mheshimiwa wachungaji, Mheshimiwa mwinjilisti, Mheshimiwa wazee wa kanisa, Mheshimiwa viongozi sana, nami nimesimama kama mwalikwa tu ili kuja kuwasindikiza wakina mama na mama yetu Mama Lowassa. Kwa hiyo sina mengi ya kusema, lakini nilipongeze sana shirika la Compassion. Tulikuwa nao wote kule Morogoro kwa Askofu Mameo wiki 3 zilizopita, wakiwa wanafanya kazi kubwa sana kushirikiana na kanisa letu la Kilutheri Tanzania. Kwa kweli tunaendelea kuwatia moyo kwamba mnafanya kazi kubwa sana, na sisi kama Walutheri ni washirika wenu wazuri, tutaendelea kuwatia moyo saa zote na kuwashika mkono. Hongereni kwa kazi kubwa sana. Asanteni. Niwapongeze wakina mama mlioandaa shughuli ya leo. Nimefika kweli pale nje nikakuta hizi sare, nilifikiri ni shughuli ya Mama Samia ile ya jana, kumbe ilikuwa ni shughuli special ya mama Monduli. Kweli nimependeza sana, hongereni sana. Nimependeza kweli, na mtaona kwenye picha baadaye, hata nafikiri nadanganya, lakini kwenye picha mtajiona kwa kweli kazi imependeza kweli. Nimesoma kitabu hiki na nimemsikiliza katibu wetu wa jimbo, mahubiri yake mazuri sana, na akitukumbusha kwamba kila Ijumaa ya kwanza ya mwezi Machi kila mwaka inakuwa ni siku ya maombi duniani na ambayo inaongozwa na kina mama. Kwanza ni kushukuru katibu wetu wa jimbo kwa mahubiri mazuri sana. Tumeondoka kila mtu ameondoka na ujumbe wake kwamba jinsi ambavyo Mungu amekuumba ndivyo ambavyo busara zake zilimtuma, na wewe ukawe mchango kwa taifa lako, ukawe mchango kumtumikia yeye Mungu ambaye amekuumba kwa mfano wake. Kwa hiyo tunakushukuru sana kwa ujumbe wako. Nimesema kitabu kile nimekisoma ni kitabu ambacho kimetafsiriwa kutoka kwenye lugha ya jamii ndogo sana ya Kimaori kule katika taifa la Kisiwa, na limetafsiriwa duniani, lakini kaja kutafsiriwa na CCT ya kwetu wa Tanzania kuja kwenye vitabu na kushirikishwa kwenye makanisa yote Tanzania leo. Tukasema Wamaori ukifuatilia hawana tofauti na jamii yetu ya Kimasai. Bado ni watu wanaheshimu mila zao sana, na bado ni watu wanavaa vazi kama vazi la Kimasai. Kwa nikasema mkuu wetu wa jimbo huko hapa, tunaomba tujitahidi basi mwakani wakati maombi yanafanyika Ijumaa ya kwanza ya mwezi Machi ya mwakani, basi ziwe ni kwamba ni hadithi za mama wa Kimasai na maisha yake ndiyo yanajadiliwa dunia nzima na Walutheri wote. Kwa hiyo ni jambo jema, niwapongeze, lakini nimeona hilo nilipenda sana, lakini endelee kuwapongeza wakina mama nafasi yenu kwenye jamii. Tumeona jana shughuli ambazo zilifanikiwa pale mkoa wa Arusha. Shughuli zilikuwa kubwa na za kufana, zilipendeza sana.
lakini jemedari wenu anazidi kuonyesha mfano. Nchi yetu ina amani kwanza. Tunachokipata kwa kiongozi mwanamama ni kwamba kwanza anakuwa na hisia kubwa na jamii yake. Kwa angalau kabla ya maendeleo yote, kabla ya vuguzo zote na agenda zingine zote, angalau kwanza tuna uhakika taifa letu ina amani. Nimalizie. Jana ilikuwa siku ya mwanamke duniani. Na nilikuwa kila saa nikitaka kumwelezea mtoto wangu wa kike. Mtoto wa kwanza ni msichana wa kike, yuko chuoni sasa hivi mwaka wa kwanza. Kumwelezea natamani aje kuwa, jana katibu mkuu wa chama alisema tuseme mwanamke, tuseme ni kina mama. Maana yake ya sifa ile kuu ya uzazi. Kwa niseme kina mama. Kwa ni kila siku natafakari ni mtu ujumbe gani mtoto wangu wa kike. Nikawa nasema tunamwambia, anaitwa Angelica. Namwambia Angelica, nakuombea lakini ni ngumu. Kwa kweli kwa maisha ambayo mama Regina Lowassa ameyapitia kwenye maisha yake, ni mfano mkubwa na mzuri sana wa mwanamke sahihi anatakiwa awe vipi. Nasema na wote nyinyi ni mashuhuda. Sisi kama familia tumepitia vipindi vingi sana vya kila namna. Lakini kwa kweli mama hajawahi kukaa mbali na maombi siku zote. Hata saa nyingine ambapo wengine tulivunjika mioyo sana, lakini mama yetu Regina Lowassa aliitia moyo familia yetu, aliitia moyo ukoo wetu, lakini naamini hata kwa taifa zima, kwa Watanzania wengi sana ambao kila saa walikuwa kumwangalia nyuso yake na jinsi imani yake inavyozidi kuimarika kila siku. Kwa kweli amekuwa mfano mzuri, mwanamke bora ambaye anaheshimu familia yake, lakini zaidi ana hofu na Mungu na anapenda maombi. Mama, tunamshukuru sana. Baada ya kusema hayo, nimeambiwa tunakuja ama napokea pesa. Na mchungaji hatujajiandaa na hii harambee, lakini mimi nilitumwa leo kwa kweli rasmi na mke wangu ambaye hajaweza kufika. Yeye yuko Dar es Salaam. Mama naona ametoa kesho yake tayari. Basi na mimi nitahakikisha Mwinjilisti Rebeka anapata shilingi milioni 1 yangu leo kabla siku. Basi baada ya kusema hayo, jamani, niwatakieni wote siku njema, siku iliyopendeza sana. Kwa kina mama wetu muendelee kutuongoza kuiombea Mungu wetu na taifa letu kwa upendo mkubwa. Asanteni, mbarikiwe sana, nashukuru sana. Kwa jimbo la mchungaji, naomba nishukuru Mwenyezi Mungu kwa kuchokipata siku ya leo, na kwa jinsi nilivyoletewa hapa naambiwa kuna pesa taslimu ya shilingi milioni 1,775,000. Kuna ahadi ya shilingi milioni 1,945,000. Kwa jumla leo tumepata milioni 3,720,000. Asante sana. Wasichana 5,434. Wasichana hao watanufaika na huu mradi wa taulo. Kwanza watapata kwa bei nafuu, na pia watakuwa sasa wataconcentrate na masomo yao wakiwa darasani. Tunashukuru sana shirika la Compassion kwa msaada wao ambao wameweza kutuwezesha mradi huu. Tunashukuru pia kanisa kwa kupokea mradi huu. Tunashukuru hata pia ambao leo wameweza kutuunga mkono kwa ajili ya uzinduzi huu. Mheshimiwa Mama Regina Lowassa, mbunge wetu wa Monduli, tunamshukuru sana kwa kweli kwa kutusapoti kwa ajili ya hili. Huu mradi tumepewa na Compassion, lakini ni wa kwetu, hii ni ownership. Kwa sisi kama kanisa tunatakiwa tuonyeshe na sisi tumeupokea. Na leo tumeonyesha kwa kuchangisho kidogo ambao na sisi hela ambazo tulipewa na shirika tumeweza kuziongezea kwenye mradi huu. Kwa hiyo huu mradi utakuwa ni endelevu, na hatutasaidia wasichana tu wanaoishi kwenye mazingira magumu, hata wanawake wote wilaya ya Monduli
tutahakikisha kwamba hakuna mwanamke tena ataaibika na swala nzima la hedhi. Kila mtu akifikia wakati wake wa kupata hedhi atakuwa na furaha, atakuwa na amani, na hasidhani hakuna mtu ambaye ataweza kunyanyapaliwa, kwa sababu akitumia hii pedi ina kila kitu. Tumeweka waterproof, kwa hiyo akitumia hakuna njia yoyote ambayo ile damu inaweza ikatoka nje, lakini akitumia hii atakuwa salama. Hii ni pedi ambayo ni salama na salmini. Lakini pia tunazingatia swala la mazingira, usafi wa mazingira. Kupitia mradi huu tutaweza tumeweza kusimamia swala la mazingira. Sasa hivi hawatatumia tena zile pedi ambazo unatumia then unazitupa, lakini kupitia hii hapa msichana ataweza kuitumia na kufua vizuri. Na katika kituo changu nimeweza kufundisha watoto wa kike jinsi ya kutumia hii taulo, jinsi baada ya kutumia unatakiwa ufanyeje na ufanye nini ili uitumie. Lakini pia kwenye paketi zetu ambao hatujaweza kuwafundisha, tumewawekea maelezo kwamba je, unatakiwa ufanyeje kuanzia moja mpaka mwisho. Tumewekea maelezo hapa. Asante. Naitwa Deborah Corneli, ni mnufaika wa huu mradi. Kwanza huu mradi wa taulo za kike umenisaidia kwa namna moja. Kwanza nimeweza kujipatia kipato kwa sababu mimi ni fundi, najua kushona, lakini pia nimejifunza kushona hizi taulo za kike. Kwa hiyo nimenufaika kupitia huu mradi, nimeweza kujipatia kipato. Lakini pili, katika jamii yetu hii ya Kimasai, wanawake wengi au mabinti wa kike hawajazoea kutumia hizi, lakini pia katika jamii kuna wengine ambao wanatumia zile za madukani lakini hizi tumetengeneza wenyewe, hazina kemikali, tumeshona, hazina kemikali. Zitasaidia kubana budget kwa sababu kila mwezi wamezoea kununua zile za dukani, lakini hizi akinunua package moja ambayo ina taulo 4 au 5 anaweza kaitumia ndani ya mwaka mmoja, na akiweza kununua labda package 2 anaweza katumia ndani ya miaka 2. Labda tofauti na kubana budget, vipi kuhusiana na mazingira? Ni rafiki wa mazingira au sio rafiki wa mazingira? Ni rafiki wa mazingira kwa sababu hii taulo ukishaitumia utaifua, utaianika juani, na baada hapo utahifadhi tena kwa ajili ya mzunguko wako wa mwezi mwingine.